Hii taasisi yote inafanya kazi ili kutafuta na kupata mafanikio. Ukiona unapata haya mafanikio, maana yake umetimiza malengo yake, unabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu na kufurahi. Kikosi chetu ama timu yetu kuingia kwenye kinyang'anyiro cha kuania tuzo ya timu bora ya msimu ni jambo la kujivunia sana sisi wana Simba, ni jambo la faraja sana kwetu, na kama haitoshi, thamani ya klabu yetu inaongezeka maradufu kuingia kwenye kinyang'anyiro kama hicho. Namna ambavyo watu walikuwa kitazama Simba Sports hivi sasa ni tofauti na ilivyokuwa wakitazama kipindi hicho. Hivi sasa inatazamika kwa heshima sana, inatazamika kwa ukubwa wake, inatazamika kwa thamani ambayo tunayo hivi sasa. Kwa hiyo sisi kwetu ni jambo kubwa, ni jambo la faraja, tunajivunia. Sio lazima kushinda. Kuingia tu kwenye kinyang'anyiro kwetu ni ushindi tosha kweli kweli. Tuje kwa upande wa Shomari Kapombe kuwa kama kwenye hicho kipengele. Watu pia wanazungumza kwa ukubwa kwamba Tanzania kama Tanzania imepata mchezaji ambaye anakuwa katika kinyang'anyiro kama hicho. Kwanza hii ina ukubwa gani kwenye ligi yetu ya Tanzania? Ni jambo kubwa sana ukiachilia mbali ligi ya Tanzania, lakini kwa Shomari yeye mwenyewe kwanza imemwongezea thamani sana, imemwongezea heshima sana. Wale wote ambao walikuwa wanajiandaa kuanza kumdharau Shomari Kapombe hivi sasa wanakutana na majibu ya tofauti kwenye fikra zao ya kwamba sisi tunamchukulia poa Kapombe, lakini jopo la wataalamu wa Afrika wanakaa wanaona katika wachezaji 10 waliofanya vizuri msimu uliopita Shomari Kapombe ni mmoja wapo. Kwa hiyo imebadilisha mtazamo wa watu wengi sana juu ya Shomari Kapombe, imebadilisha heshima ya watu kwa Shomari Kapombe, imeongezeka maradufu. Lakini kama haitoshi, Simba Sports Club na yenyewe imeheshimika kupitia Shomari Kapombe, kwa sababu sasa watu wanaona Simba ina uwezo wa kumiliki mchezaji mkubwa mithili ya Shomari Kapombe. Kwetu ni faraja kubwa kweli kweli. Lakini Tanzania pamoja na mpira wake vile vile unapata heshima kuona mchezaji wa Tanzania anayecheza ligi ya Tanzania anachomoza kwenye kinyang'anyiro cha tuzo ya wachezaji 10 bora wa Afrika. Watazenu pia niliona baadhi yao wakicomment wakisema kwamba walishafanyaga hivyo, kwamba ni kitu cha kawaida. Mbona nyie mna hype sana? Mla leo, mla jana kala nini? Waswahili wanasemaga hivyo. Fafanua hapo sema. Sasa hizo methali sijui na hao hizo siwezi kufafanua. Kwamba wanatapatapa ama mla leo, mla jana kala nini? Ganda la mua hiyo ndio nimesahau sasa. Lakini mla leo, mla jana kala nini? Yani maana yake chenye thamani ni kile ambacho cha leo, ambacho kimetokea juzi jana hakina tija kubwa sana. Kilichotokea leo ndicho chenye thamani kubwa. Na wao kama wapo leo watangaze, kama na wenyewe wapo katika hizo nomination. Kama wapo na wenyewe watangaze. Sisi ndatangaza leo kwa sababu mchezaji wetu ameteuliwa leo, timu yetu imeteuliwa leo. Kwa na wenyewe kama wameteuliwa leo, na wenyewe vile vile watangaze. Semaji pia tuhamie hapa kwa upande wa tiketi zenu, vipi huko, hali inaendeleaje kwenye mchezo wenu wa marejeano dhidi ya Nsingizini Hotspurs? Mauzo yanaendelea vizuri sana. Tayari tiketi za Tanzanite zimeshamalizika, namshukuru Mwenyezi Mungu kwenye hilo. Zimebaki madaraja mengine, imebaki Platinum, madaraja mengine VIP A, B pamoja na C na mzunguko yake. Nichukue tu nafasi hii kuwahimiza wana Simba tujitokeze kwa wingi kununua tiketi. Mechi hii ni mechi kwa ajili ya mashabiki wa Simba. Ni mechi ambayo tunakwenda kuifurahia Simba yetu. Tunakwenda kuiona Simba iliyofanywa mapinduzi ya kiuchezaji. Tunakwenda kuiona Simba bora sana. Mtu asibaki nyumbani, kila mwana Simba aje aione Simba yake. Na mtu asihadaike ya kwamba timu imepata matokeo, kwa hiyo mechi hii haina mvuto, haina thamani, haina nguvu. Sio kweli. Mechi hii ina thamani kubwa sana kwetu. Mechi hii ina mvuto mkubwa sana kwetu, na kila mwana Simba aache kila shughuli yake aje kuiona Simba yake. Wanasema wao wametambua
thamani ya mashabiki zao, ndio maana wakaweka free entry, kwa maana hakuna kiingilio kwenye mechi zao. Huwa akitoa mifano vilabu ambao vimewaiga kwa upande wa Young Africans, Azam wameiga kwao, Singida Black Star wameiga kwao, wamezungumza hivyo kwamba wameithamini ama wamefahamu thamani ya mshabiki katika hatua hizi kubwa. Nyie vipi semaji mkawekea wenzenu kiingilio? Wao wanasema ni thamani kuachia watu waingie bure. Hatuwezi kuiga vitu vya hovyo. Hilo lazima lifahamike. Kwa hiyo sisi tuna standard yetu. Kama wao kuwaonesha mashabiki wao thamani ni kuwapa bure, ni kwa sababu ya thamani ndogo waliokuwa nayo mashabiki wao. Yani mimi nikikupa wewe shilingi 10,000, maana yake mimi nimekutathmini wewe ni wa 10,000. Nikikupa wewe shilingi 1,000, maana yake nimekutathmini wewe ni wa shilingi 1,000. Sasa nani aliyekupa thamani zaidi? Kwa wao thamani yao mashabiki wao ni thamani ya chini, ni thamani ya bure, ndio maana wakaamua kuwapa thamani hiyo. Sisi mashabiki wetu ni mashabiki expensive, thamani yao ni kubwa, na kumpa thamani shabiki wa Simba ni kumpa nafasi ya kulipa kiingilio na kuingia uwanjani. Hiyo ndio thamani ya Simba Sports Club. Semaji vipi kuhusiana na hali ya kikosi mpaka sasa, kwa sababu slogan tunasema kwamba hatujaridhika, kama vile tumepata matokeo ugenini lakini bado nyumbani tunaitaka mechi. Vipi kwa upande wa mashabiki au wachezaji, morali ipoje? Morali iko hai sana. Tumerejea mazoezini jana na leo tumeingia kambini kwa ajili ya kuanza maandalizi ya mchezo wetu huo wa tarehe 26. Wachezaji wanaitaka sana mechi, wachezaji wanautaka sana mchezo, na wachezaji vile vile wameibeba kauli mbiu ya hatujaridhika. Wanapambana kwenda kuturidhisha siku hiyo ya tarehe 26. Semaji pia katika eneo hilo la wachezaji, baada ya michezo kadhaa ya ligi, lakini pia mchezo wenu kule dhidi ya Nsingizini Hotspurs, nilifanya interview na baadhi ya wachambuzi, lakini kuna namna wanamzungumzia Elie Mpanzu kama hawajamuona yule ambao amemzoea. Hata nyinyi mmefanya tathmini mkamwona kama Mpanzu bado hajaerupt kama vitu tulivyomzoea awali? Watamuona tu, watamuona. Kikubwa subira. Kikubwa subira, watamuona tu, watamuona. Simba mpya iliyokuja hivi sasa, kila mtu tutamuona kwa ubora wake. Kwa hiyo tuwe na subira. Lakini kwenye hili swala la Young Africans kupeleka wachezaji washangiliaji bure pale, nilimsikia pia ndugu yako Ali Kamwe akisema kwamba wache kiherehere kuwasemea sana. Siwezi kuacha. Siwezi kuacha. Kwa nini semaji wezi? Siwezi kuacha. Wanasema mambo yao ni ya kwao, nyewe na wauma nini? Leo hii. Amesema hivyo. Leo hii. Kasema kwamba wachezaji mashabiki wanaingia bure. Kwa nini nyewe mnahangaika kuzungumza waache? Leo hii. Yaani wamejua leo hii wana mambo yao. Nimewafika hapa. Ndio maana wanataka mambo yao mambo yao. Kwamba wanaingiliaga ya kwenu? Sana. Wao wanatufataga sana. Sisi tunawaangalia tu. Kwa sisi wakijichanganya lazima tuwavamie vile vile. Kimsingi ni kwamba wamefanya jambo la hovyo. Yaani hilo wasitafute fanya jambo la hovyo. Kwenye dunia ya kisasa huwezi kuweka mechi bure. Azam unaweza ukamuelewa. Na technically Azam hajaanza leo kuingiza watu bure. Kwenye mechi za ligi Azam alishatangaza watu kuingia bure kama mnakumbuka. Azam huwezi kumuelewa kwa sababu Azam hana mashabiki. Anategemea wakazi wa Mbande wakiwa hawana shughuli zao ndo waingie uwanjani. Azam unaweza ukamuelewa. Singida unamuelewa. Singida hana mashabiki na mbaya zaidi anacheza mechi Dar es Salaam ambayo watu hawaijui Singida. Kwa hiyo kwa Singida kuweka free entry unaelewa kabisa ni haki yao. Kwa wao huwezi kuelewa kwa umri wao na mambo anayofanya ni mambo ya fedheha ya aibu kweli. Mambo ya aibu, yani ukishasikia kwa ukongwe wa timu yao kuingiza mashabiki uwanjani ni jambo la hovyo, halina jina jingine lolote. Ndio maana sisi tunalishupalia na mimi nitalishupalia kweli. Na mashabiki wasiokuwa thamani ndio wanapata hiyo treatment ya hovyo namna hiyo. Kwanza ni vurugu kuingia uwanjani bila bure. Heshima hakuna, huyu mara kafanya hivi, huyu kapita vile, huyu kafanya vile. Haijulikani nani anakaa nani, yani vurugu mechi tu, si umeelewa
Hapo tuna hatari ya miundombinu ya Benjamin Mkapa kuharibiwa kwa sababu kuna ustaarabu. Haijulikani nani anaingia na kawapi. Kwa hiyo ni jambo la hovyo na ni jambo la fedheha, lakini mashabiki wao hawana thamani. Ndio maana wanakuwa treated namna hiyo. Na sisi Simba Sports Club mashabiki wetu wana thamani kubwa. Ndio maana kila mmoja ana kiingilio chake, kila mmoja anajua hivi sasa anaenda kukaa wapi. Kila mmoja anajua ananunua tiketi ya kiasi gani naenda kuenjoyia kufurahia timu yangu. Na kwa thamani, ukubwa wa Simba, ubora wa Simba, sio timu ya kwenda kuangalia bure. Kwa hiyo sisi tuna maintain standard yetu hiyo, na wao waache waishi kwenye standard yao. Kila mbuzi anakuwa urefu wa kamba yake. Kwa hiyo waache wenyewe waishi maisha yao, lakini hatutoweza kuwaachia kuambia kwamba ni jambo la hovyo kweli. Kweli ni jambo ambalo hautegemei ligi ya mabingwa Afrika, mechi yenye thamani, mashindano makubwa, alafu watu wakaingia bure. Pengine wanaona ni mechi ambayo wanahitaji kufuzu, wana mlima tayari wako nyuma kwa goli moja. Haina uhusiano wewe kufuzu na kuingia bure. Kwani sisi tujaje kucheza mechi za kutaka kufuzu? Zipo nyingi tu. Sasa je, mbona tumeweka vingilio? Sisi tumeshaweka vingilio mechi ya saa 4 usiku na watu bado wakaja uwanjani. Ni namna gani unauza bidhaa yako? Namna gani unakuwa na ushawishi wa kuwaambia watu? Namna gani unaweza kusimama na kuitetea klabu yako? Hapo ndiko mtu unapimwa kazi yako umefanyaje. Umefungwa bao moja, unakujaje kuwaambia watu kwamba hiyo inawezekana? Lipa kiingilio, njoo tupindue matokeo. Simba tujaye kupitia nyakati hizo. Tushafungwa msimu uliopita tu hapo. Tumefungwa na Almasiri kwenye robo finali bao 2. Tukarudi tukawaambia mashabiki wa Simba hii tunavuka. Lipa kiingilio chako twende tukavuke pamoja. Watu wakalipa tukaenda tukavuka pamoja. Kwa hiyo ni ushawishi, lakini una bidhaa ya aina gani? Lakini wakati mwingine mimi nawaelewa. Kwa mfano kama Boyeli, unaweza ukalipa shilingi ngapi kwenda kumuona mtu kama huyo? Acha watu waingie bure tu. au nani sijui nani yule Dube. Utalipa shilingi ngapi wewe ndio ukamuone? Yule akipara Dube. Ni watu wa bure tu waliokuwa nao. Ni watu wa bure. Kwa hiyo thamani yao ni ndogo mno, na ndio maana watu wanatakiwa waingie bure tu. Lakini mtu kama Jonathan Soa, thamani yake kumuona nafikiri shilingi ngapi? Si chini ya 300 mzunguko. Tumeweka 5,000 basi tu kwa sababu ya maisha. Lakini thamani ya kumuona Morris Abraham si chini ya 500 mzunguko. Thamani ya kumuona mtu kama Jean Charles Ahua si chini ya 200,000 mzunguko. Thamani ya kumuona Kibu Dennis Prosper si chini ya 500 mzunguko. Lakini sasa utafanyaje kwa hali zetu za Kitanzania? Unawekea 5,000 mashabiki wanakuja wanaisupport Simba yao. Semaji pia kwenye swala la inaonekana niliona pia umeposti kuna mama anazungumza kwamba wanauchu kwa sababu kuna mechi hawakuitizama uwanjani dhidi ya Gaborone. Kwa hivyo wanauchu ya kwenda kutizama tena, lakini kilichoacha wasiruhusiwe kuingia ni vurugu ambayo ilitokeaga. Katika hili nimesikia pia moja ya kauli zako kizungumza kama kuna ambaye atajichanganya sisi tutapita naye. Wengi wameitafsiri hii vibaya, labda leo tubainishe vizuri, wakizani labda huenda Semaji anachochea vurugu. Sasa mtu anachafua taswira ya klabu yetu, anataka tumchekee. Yaani wewe unatuharibia sisi tukuchekee. Sisi sio watu hivyo. Ukileta ubaya tunakupelekea ubwela tu. Iko hivyo yani. Yes. Lakini la msingi ni kwamba mashabiki wanapaswa kuwa wastaarabu, tuachane na vitendo vya vurugu, tuachane na kuwasha moto, tuachane na tabia ya kuvamia uwanjani, ili tuwe na mwenendo mzuri kwenye michuano ya CAF, tuweze kupata nafasi ya kuingia uwanjani kila mechi. Lakini utafahamu vipi sasa kwamba huyu katumwa au huyu? Tutakukamata, tutakubana tu. Au ndio alafu tutajua. Si viko vyombo vya dola bwana. Tutakukamata na kupeleka kwenye vyombo vya dola, utahojiwa, utatuambia tu unafanya vile kwa maslahi ya nani. Nafahamu umezungumza mengi sana kuhusiana na Bajabir, lakini uzungumze kidogo pia kwa mara nyingine. Huenda wanasimba sawa Semaji la mwisho. Huenda wanasimba wakamuona kwenye mechi hii dhidi ya Singizini Hotspurs, wana shauku ya kumuona, wenyewe wanamuita Starboy.
Sina hakika kama atakuwa sehemu ya mchezo, mwalimu ndiye ambaye ataamua. Kikubwa amesharejea uwanjani kwa maana ya mazoezini, na sisi kwetu furaha yetu ni kumuona amepona. Sasa kutumika tarehe 26 ama lini inabaki kuwa ni kazi ya mwalimu kulingana na mipango yake yeye ya kiufundi. Tumefurahi kuona amerejea, ni mchezaji mzuri sana, ni mchezaji wa kiwango cha hali ya juu sana, na kila ukiangalia Simba unaona kabisa inamhitaji Bajaber. Kwa kupona kwake ni jambo ambalo kwetu linakwenda kutuongezea ubora zaidi, na ukiangalia Simba mambo yamebadilika hivi sasa, alafu watu wanazidi kupona na kuongezeka, unazidi kupata faraja kwamba tunakoelekea ni kutamu zaidi.